Mambo vipi mtazamaji wetu wa nguvu wa Blue House Dax Media, karibu tena katika sehemu ambapo huwa tunafanya gossiping, tunapiga habari za umbea zote za mastaa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa leo 1 na 2 katika mtandao wa Instagram kuna habari ambayo imeweza kutrendi sana ikimhusisha mwanadada Mange Kimambi ambao mara nyingi amekuwa akiwakosoa mastaa mbalimbali katika nchi hii ya Tanzania. Hata moja kati ya trending ya hii siku ya jana na leo, trending ambayo inamhusu bwana mkubwa Harmonize akiwa na msanii wake Ibra kupitia Konde Gang. Mwanadada huyu Mange Kimambi pia aliweza kutia neno katika hiyo trending. Kwa hiyo ni amekuwa akifanya gossiping kwa baadhi ya mastaa, akiwachambua kweli. Sometime amekuwa hadi akivujisha video zao ambazo pengine watu wa kawaida, naweza nikasema hivyo, huwa hatunaga. Kwa hiyo yeye ndo huwa anatusanua kupitia page yake ya Mange Kimambi pamoja na app yake ambayo anaimiliki kupitia huko katika mitandao ya kijamii. Sasa kuna moja kati ya posti ambayo imeweza kuzua taharuki, na hii ni baada ya kuiposti mwenyewe akionesha kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Watu wengi wamekuwa wakisambaza picha fulani ambazo hizo picha walikuwa wanashtumu kwamba hiyo picha alikuwa ni picha ya mume wake, lakini baada ya hapo mwanadada huyu Mange Kimambi alikuja rasmi katika page yake ya Instagram, ambapo mara nyingi huwa anaposti habari zake huko kupitia page yake ya Instagram. Sasa akaweza kuiweka wazi hii hapo posti, akisema kwamba watu wengi sana wamekuwa wakinitumia hii hapa posti ya huyu mwanaume na wakicheka jinsi muonekano wa mwanaume huyu jinsi alivyo, lakini naomba niongee kitu juu ya hili. Kwanza haijalishi hata kama huyu angekuwa ni mume wangu kweli, hakuna cha ajabu labda cha kufanya nyinyi mcheke kwa sababu ya muonekano wake, kwa sababu kwa age ambayo nimefikia mimi na kwa wakati ambao nimefikia mimi, itakuwa sio vizuri eti mimi kwanza kuchagua muonekano wa mwanaume wa kuishi naye, eti labda niwe na mwanaume. Unajua sometimes wanawake wanahitaji mwanaume mwenye six pack, vitu kama hivyo, mwanaume mwenye muonekano fulani. Kwa hiyo mwanadada Mange Kimambi akaanza kusema kwamba kwa age alionayo haiwezi kumfanya yeye eti akae kwa kuchagua muonekano wa mwanaume, labda anataka mwanaume wa namna hii na vitu kama hivyo. Ameweza kuzungumza mambo mengi, mimi nitaenda kunukuu kile ambacho amekiandika yeye mwenyewe kupitia page yake ya Instagram, akimdhihirisha huyu mwanaume sio mwanaume wake, na watu waache kufanya gossiping, waache kupiga umbea wakimshtumu eti kwamba huyu ndio mume wake. Kumbuka kwamba Mange Kimambi imekuwa ni wakati mrefu sasa hajamuonesha mume wake kwa sura. Watu wamekuwa wakiendelea kumchafua huyu mwanaume wakisema kwamba ndio mume wa Mange Kimambi, lakini yeye mwenyewe ameleka wazi kwamba sio mume wake. Ngoja nikusomee posti ambayo aliweza kuiposti mwanadada huyu Mange Kimambi na kuongea maneno haya kupitia page yake ya mtandao wa Instagram. Mange Kimambi kupitia mtandao wake wa Instagram aliweza kuposti hapa picha akisema kama ifuatavyo: nimetumiwa hii picha apparently kwa watu wanaposti wakidai ni mume wangu na kumcheka juu, wanamcheka baba watu. First of all, simfahamu huyu baba. Second, hata angekuwa ni yeye, shida iko wapi? Hivi mnadhani mimi kwa age yangu niliofika najali muonekano wa mwanaume au age yake? Naangalia maisha. Je, anapenda watoto wangu? Je, ananipenda na kunipa amani kwenye maisha yangu? Je, mkwanja maana anao? Kama kacheki hizo 3 boxes basi kashanipata. Yani kwisha habari yangu. Sina kingine nataka, hata pua iwe Afrika, ye yuko Marekani, mimi wake tu. Third one, namposti tena kwa app ili msipate hizi shida. Usiku mwema. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika mwanadada huyu Mange Kimambi kupitia page yake ya mtandao wa Instagram, akiongea maneno mengi juu ya huyu mwanaume ambaye watu wengi walikuwa wanamshtumu kwamba ndo mume wa Mange Kimambi. Hivyo baada hayo yote, Mange Kimambi mwenyewe ameweza kuja rasmi na kuliongelea hapa swala kakina kwamba huyu sio mume wake, na amesema kwamba ataweza kumposti Instagram kwenye app yake ili watu wengi waweze kumfahamu mume wake nani, waache kuumiza vichwa vyao. Unalizungumzaje ile swala la mwanadada Mange Kimambi? Lakini pia nimekuwekea bonus video ambayo inafuata hapo mbele, utaweza kuangalia. Hapa ni Blue House Dax Media, mimi naitwa Dax_Trizi. Subscribe ili wa kwanza kupata habari zetu zinapotoka kila wakati. Asante. Watu wengi wamekuwa wakiniuliza ushauri au topic kuhusu vitu vya msingi kama issue ya mtu kujitengenezea mapato, au yani kwamba mtu afanye nini ili aweze ku make it in life, mtu afanye nini ili maisha yake yaweze kusonga mbele, mtu afanye nini ili aweze kufika mbali. So leo na
nafanya content kubwa. Yani sija kufanya content kubwa ya msingi itakao kusaidia maisha yako kama content nitakayofanya leo. Sija kushare. Na share leo content ya leo. Kama wewe ni mwanafunzi uko chuo kikuu sasa hivi unasoma, naomba nikukute kwenye app na kwenye subscription channel. Somo utakalopata leo hautoka kulipata darasani unaposoma. Hutoka. Kama ulimaliza chuo miaka mingi, uko nyumbani, hujapata ajira, hujafungua, umezubaa, somo utakalopata leo litakuamsha. Kuna kitu utaweza kukifanya. Kuna idea utaipata. Na hata huo mtaji utapata jinsi ya kupata kwa kitu nitakacho kiongea leo. Na kama wewe ni mzazi, una mtoto yuko nyumbani au una mtu yuko nyumbani hajui afanye na maisha yake in terms of kazi, career, njoo kwenye app, njoo kwenye subscription leo. Content ya leo ni kubwa. Itakusaidia mno kwenye maisha yako. Kama wewe labda ni mwanamke, umeolewa, uko nyumbani, unanyanyasika na mwanaume, hujui jinsi ya kupata kipato chako, hujui jinsi ya kutoka kwenye hiyo situation ili uweze kujitegemea mwenyewe, nikute kwenye hapo. Leo Hi guys. Katika content ambazo nimewahi kuzitengeneza, ambazo ni content za faida kwa watu, ni content ambayo nimeitengeneza leo. Watu wengi wamecomment, imewasaidia, wanasema imewasaidia kuchange perspective. Ni content ambayo itakwambia, itakusaidia kwenye kubadilisha maisha yako in terms of kufollow dreams zako, kuweza kupata kipato, kuweza kupata mtaji. Kama huna ajira, kuweza kupata mtaji. Na jinsi gani unaweza kusonga mbele kwenye maisha yako. Yani kwamba ni kitu gani ufanye ili uweze kusonga mbele. Na jinsi gani utapata ule mtaji. Yani nimeelezea vitu vingi pale. Yani ni mara 100 usiingie kwenye app au subscription pale ninaposema na habari ya Zuchu au Diamond, lakini uingie leo. Kwa sababu leo content ambayo nimeweka itabadili maisha yako. I'm sure itabadili. Yani kama una struggle kwenye maisha yako in any way, financially, na hujui ufanye nini, content ya leo kuna kitu utakipata. Video ni ya dakika 38, ni ndefu. And kama unaweza kuangalia movie ya 2.5 hours, you can watch 38 minutes ya video ambayo inakusaidia. Content ambayo nimeweka leo huwezi kufundishwa darasani, chuo kikuu, huwezi kufundishwa kote. Hii ni life experience. So twende kwenye subscription na kwenye app iko pale. Anyway, jana nimesemwa sana, niko bapa sijui nini, lakini kudadeki. Kudadeki naipenda.